Bahati mbaya sana nchi yetu imefikia wakati kwamba watu ambao hawajui chochote ndio wanapewa nafasi zaidi ya kusikilizwa kuliko ni wale wanaojua. Mfuatiliaji wa DW Kiswahili, hujambo na karibu kwenye mazungumzo maalum na mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba ya Dar es Salaam, Murtaza Mangungu. Mwenyekiti, kumekuwa na mambo mengi hapa karibuni kuhusiana na mchakato, mabadiliko ndani ya klabu ya Simba, na watu wanauliza umefikia wapi mchakato wenyewe, na hivi karibuni pia imetolewa taarifa na waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Makonda, akisema kwamba mchakato wa marekebisho ya katiba ndani ya klabu ya Simba uhitimishwe. Tuanze kwanza hapo, wewe ni mwenyekiti wa klabu hii, unasemaje? Ni ngumu kuweza kujibu swali unalouliza kwa sababu hapa ninapozungumza na wewe kuna waandishi ambao wamekuja kunitembelea na wananina hakika kama kila mmoja wetu amesikiliza kilichosemwa. Yeye msajili nimemsikia akisema kwamba nimefikia hatua ya kukamilisha mchakato kama ulivyowasilishwa na Simba. Maoni yaliyotolewa na mwanasheria mkuu wa serikali na muongozo wa serikali. Katiba iliyosajiliwa upya imewasilishwa kwa uongozi. Sasa maana ya uongozi si mtu mmoja, ni jopo. Sasa siwezi kutoa maoni ya kwangu mimi wakati hilo jambo linahusu uongozi. Sasa wakati mwingine pengine mwenyekiti, watu wanataka kujua kwa sababu wewe ndio mwenyekiti wa klabu, na pamoja na kwamba ni kweli kwamba hayo ni mambo ya jopo zima la uongozi, na wanakuwa wanakutegemea zaidi wewe kama kioo uweze kuwapa wakati mwingine mrejesho, na kwa sababu mchakato mwenyewe umekuwa ni wa muda mrefu, labda ndio hofu yao inakuwa katika eneo kama hilo. Hakuna hofu yoyote. Kuna sababu ya mtu kuwa na hofu. Hilo jambo lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Tibu tu ambazo zinakwenda ni za kiserikali, na ndio maana hata wao wenyewe ndio ambao wametoa ufafanuzi wa hilo jambo. Sasa maswali mengi itakiwa muwaulize wao kuliko ni mimi. Serikali imejitokeza hapa karibuni, ni kweli kabisa kama wanavyosema, wamekuja kuelezea swala hilo la mabadiliko yafanyike na nini na vitu kama hivyo, lakini ni miaka 8 sasa, Murtaza Mangungu. Ndio maana maswali yakiwa kama hivi tunataka kupata majibu kwa wewe ambaye upo ndani ya Simba, na pengine umekuwa ukiangalia hapa, tumetoka hapa, hatua kama hizi zimefanyika hivi na maswali kama hayo. Wewe unaniuliza mimi kujibu nini kwamba miaka 8 imefanya? Kwanza katika hiyo miaka 8 muda wote huo sio mimi nilikuwa mwenyekiti peke yake. Swali ni kwamba katika kipindi hiki ambacho pengine wewe umekuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba, pamoja na kwamba mchakato huu ulikuwa umekwisha anza ukiwa tayari wewe haupo katika nafasi hiyo na ukawa katika nafasi hiyo baadaye, kipi hasa ambacho kilikuwa kinachelewesha mchakato huu kukamilika kiasi cha kuzua haya yote ambayo tunakuwa tunayaona sasa hivi? Ndio kama vile kila mmoja sasa anazungumzia, hata mashabiki tumeona mtandaoni na kila mmoja anajitokeza kuzungumzia, lakini wewe mwenyekiti upo na unaweza kuwa na majibu sahihi ya kile ambacho kinasemwa. Ninachoweza kusema kwamba mchakato huu ni utaratibu wa kisheria na taratibu za nchi. Kwa hiyo wakati wote lazima kila mmoja ajue kwamba zipo taratibu zinazotakiwa zifuate na mamlaka. Kwa hiyo pale ambapo tunapeleka na kutakiwa kufanya marekebisho tunafanya na tunawasilisha kwao. Kwa hiyo swala la kusema kwa nini imechukua muda mrefu sio jibu ambalo mimi naweza kuwa nalo, na kwa nini ilifanyika hivyo sio jibu ambalo mimi naweza kuwa nalo. Jambo kubwa na la msingi, huu ni mchakato ambao unafuata taratibu, na hizo taratibu zikifuatwa ipasavyo utakamilika. Na sasa tumeshatoka kwenye hatua ya katiba, tunaangalia hatua ya mambo mengine ambayo yamebakia. Mwenyekiti, hapa karibuni umejitokeza baadhi ya watu wakiujadili na kuuzungumzia mchakato huu mabadiliko ndani ya klabu ya Simba. Ukiwasikiliza watu hawa wanaotolea maoni kuhusiana na mchakato huu, unapata wasiwasi ikiwa kweli wanauelewa wa kutosha kuhusiana na mchakato huu mabadiliko ndani ya klabu ya Simba, na ikiwa kweli wanafahamu kwamba mabadiliko haya yataletea tija gani klabu ya Simba. Wewe ni mwenyekiti, unafahamu kinachoendelea ndani ya klabu ya Simba. Miluzi hii unayoiona mtandaoni na katika vyombo mbalimbali vya habari hapo nyumbani unaisikia, unasemaje? Kwanza mimi niseme sina uwezo wa kuzuia mtu kutoa maoni yake au maelezo yake au kile anachojisikia. Uwezo huo sina. Lakini ni bahati mbaya sana kwamba wanaotaka kuzungumza ni wale ambao hata hilo jambo lenyewe wanaolizungumza hawalielewi. Na kama wanazungumza na waandishi wa habari, bahati mbaya pia waandishi wa habari nao wanashindwa kuwauliza maswali ambayo yako relevant na hayo wanayoyasema. Kwa maana kwamba mtu ambaye anazungumzia mchakato, mathalan anasema kwamba upande wa wanachama ndio unaokwamisha mchakato. Alafu mara anatokea waziri anamuelekeza msajili kamilisha jambo la Simba. Sasa hapa aliyekwamisha ni upande wa wanachama
au aliyekwamisha ni upande wa msajili. Mimi siwezi kutoa maoni. Bahati mbaya sana nchi yetu imefikia wakati kwamba watu ambao hawajui chochote ndio wanapewa nafasi zaidi ya kusikilizwa kuliko ni wale wanaojua. Na mtu asiyejua anaona ni ubaya sana kwake yeye kuuliza kwa anayejua au kumsikiliza anayejua. Sasa hiyo ni hatua ngumu sana. Sasa ujumbe wako kwa mashabiki wa klabu ya Simba ni upi? Mashabiki wa klabu ya Simba mimi sioni kama wana tatizo, hawana tatizo lolote. Ila wanaoona kwamba wao ni mashabiki zaidi ya mashabiki ndio ni matatizo. Kwa sababu kuna watu ambao wao wanataka kuwaamulia watu wote. Kile wanachokisikia wao au wanachokiona wao ndio hicho kifuate na wengine wote. Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba, tunashukuru sana kwa kuzungumza na DW. Ni kutakia majukumu mema na nakuombea binafsi Mwenyezi Mungu akujalie bwana. Majukumu ndio hayo, mambo ni wakati mwingine magumu, lakini na imani mambo yatakuwa sawa. Na nyinyi kwa ajalie heri na yale ambayo mnayapanga basi yawe ni heri kwenu.